Wakati taifa likijiandaa kuingia tarehe 8 Aprili mwaka 2026, macho ya wadau wa siasa na sheria yanaelekezwa mkoani Ruvuma ambapo kesho inatimia mwaka mmoja kamili tangu kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tukio hilo la Aprili 8 mwaka 2025 linakumbukwa kama moja ya nyakati zilizozua mijadala mzito zaidi kuhusu mustakabali wa demokrasia na utawala wa sheria nchini kwa mwaka uliopita. Kukamatwa kwa Lissu kulizua taharuki kubwa, wakati huo akiwa katika ziara ya kuimarisha mtandao wa chama chake kusini mwa Tanzania. Kuelekea kesho, simulizi ya Ruvuma itabaki kuwa makumbusho ya msuguano wa kisheria uliodumu kwa siku 365. Ukihusishwa mijadala mipana kuhusu haki za mikutano na mipaka ya vyombo vya dola katika shughuli za kisiasa nchini. Katika kipindi hichi cha mwaka mmoja kuelekea kumbukumbu hiyo, safari ya kisheria ya mwanasheria huyo imekuwa na mabadiliko mengi katika korido za mahakama, huku akionyesha picha halisi ya mahusiano kati ya serikali na vyama vya upinzani. Wachambuzi wa mambo wanaona kuwa kesho Aprili 8 si tarehe tu kwenye kalenda, bali ni siku ya kufanya tathmini ya kina kama kuna hatua zozote zimepigwa katika kuimarisha uwanja wa siasa. Sawa. Wananchi wanafuatilia mambo, wanatarajia kuwa kesho itakuwa siku ya kutafakari mustakabali wa siasa za vyama vingi nchini Tanzania. Wakati maandalizi ya kumbukumbu hiyo yakiendelea, simulizi ya Ruvuma inabaki kuwa kioo cha namna taifa linavyoweza kusimamia misingi ya sheria huku likidumisha amani na maridhiano ya kitaifa. Je, wewe unaonaje hali ya kisiasa na demokrasia nchini mwaka mmoja tangu kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu? Una maoni gani? Kama Mwanakeo TV, tafadhali subscribe na turn on notification, lakini pia unaweza ukashusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Dio TV. Tukutana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.